Bana, mambo vipi? Jina langu ni Yesaya. Hivi karibuni nilikuwa nimeshare makala ya kwamba akili unde inaweza kuchukua nafasi yako. Na nilikuwa nimeandika pale kwenye Medium na nikawa nimeweka pia na kwenye LinkedIn. Unaweza kuingia hapo na kuangalia ni nini ambacho nimezungumzia hapo. Na kabla sijaenda kwenye hili jambo, ningependa kukukumbusha vitu viwili vitatu tu ambavyo unaweza ukawa umeviona. Nakumbuka zamani kulikuwa kuna vibanda vya simu, watu walikuwa wanauza vocha, wanachaji simu. Hilo sasa limekuwa halipo tena. Na ndivyo ambavyo teknolojia inaweza ikanani. Na vile vibanda vya simu vimebadilika saizi, unaweza kukuta unapata ofisi za mawakala wa mitandao ya simu zaidi kuliko ambavyo ilivyokuwa awali. Zamani ilikuwa vibanda vya simu ndio viko maarufu zaidi. Na ndivyo ambavyo teknolojia ina transition, kwamba haitakuja moja kwa moja kuchukua ile nafasi ambayo ulikuwa nayo, lakini taratibu inaendelea kutafuna na within 1 or 2 years to come, 3 years to come down the road, ni kwamba utakuwa removed kabisa kwenye hilo eneo. Ndivyo ambacho kinatokea. Kwa hiyo unashangaa kuna vibanda 100 vinashuka 50, 30 na baadaye vinapotea kabisa, and we transition to another next iteration. Na ndicho ambacho kitatokea pia kwenye AI kutokana na direction ambayo imeanza kutuonesha. Na watu wengi wamekuwa wakizungumzia hili swala na kujaribu kuhusisha na kwamba watu unaweza ukatransition kutoka kwenye nafasi moja au nyingine. Kwenye article hii nimekueleza ukweli, na pengine unaweza ukawa ni mchungu, lakini fikiria kama wewe pia ni mfanyabiashara na kuna njia ambayo unaweza kuitumia kwa resource ndogo na ikakupatia matokeo makubwa. Zipo kampuni ambazo zinaweza zikawa zina flexibility ya kuhamisha sehemu moja au sehemu nyingine, lakini majority ya kampuni zinaweza zikakuondoa kabisa. Na hili tumelishuhudia kwenye makampuni ya huko Ulaya na Marekani ambayo yamewapumzisha wafanyakazi wao wengi. Na sababu kubwa au sababu moja wapo ambayo imepelekea mabadiliko haya ni artificial intelligence pamoja na automation. Kwa hiyo unakuta wale watu wanakuwepo lakini hawahitajiki tena katika roles ambazo wanataka kuzifanya. Na juzi pia nilikuwa najaribu kuangalia zamani kwenye nyumba nyingi, kama watu walikuwa wanajiweza, walikuwa wana get money, lakini sasa hizi unaweza kufika nyumbani kwako ukabonyeza remote, gate likafunguka, na huhitaji mtu kukaa pale full day kuhakikisha anafungua na kufunga gate. That is not the case kutokana na mabadiliko ya tehama. Kwa kama hiyo ndio ilikuwa speciality yako, unaweza kuona namna ambavyo unakuwa wiped kwenye situation kama hizo hapo. Na teknolojia inavyokuja, kitu kizuri ambacho unatakiwa kukifanya ni kujifunza na kuadapt kwenye new environment, na namna gani unaweza ukanavigate. Lakini ukiwa comfortable ukasema kwamba things will not change, au utakuwepo kwenye situation mbaya zaidi, kwa sababu utashindwa hata kutransition kwenda kwenye kitu kingine. Ushauri mkubwa ambao nimeueleza hata kwenye article ambayo nimeiandika, huu ni wakati ambao inatakiwa tujifunze zaidi kuhusiana na AI. Kuwepo kuna capacity building nyingi za kuhakikisha kwamba tunajiandaa, na kuna makampuni mengine ambayo yamejitafakari kwa upya namna gani yanaweza yaka-integrate hizo AI na kuzifanya zifanye kazi kwenye mazingira yao. Unakuta kwa hiyo wanaondoa roles zote ambazo zilikuwepo na kuanza kuform kampuni ambayo inakuwa ina mtazamo mwingine, na ambao utaipeleka hiyo kampuni kwenye direction ndani yake kukiwepo kuna hiyo akili unde ambayo itaweza kulead kwenye direction ambayo wanaenda nayo. Kwa nimeandika kwa kina, na pia nilikuwa nina mifano mizuri sana ambayo mimi mwenyewe nimejaribu kuiona, na nikaangalia investment ambayo inafanyika kwenye AI. Hadi mwenyewe unashindwa kuelewa. Nilikuwa nimejaribu kufuatilia Elon Musk pia anatengeneza data center kubwa sana ambayo itakuwa ina support masuala ya artificial intelligence as part ya preparation, kwa sababu kitu kikubwa ambacho kina drive hii akili unde ni taarifa. Kwa hiyo unahitaji data nyingi ili uweze kuifundisha, na utahitaji na maana storage kubwa na computing power kubwa ambayo inawezesha hilo jambo kuweza kufanikiwa na likaleta majibu ambayo ni more accurate. Na hii hapa imekuwa ikileta changamoto hata huko Marekani. Wamechukua eneo kubwa sana, na nilikuwa naangalia ni kama kata ya Kariakoo. Nilijaribu kufanya comparison, naweza kwa hiyo hapo ku Google kuangalia kata ya Kariakoo ina ukubwa gani, na eneo lote hilo limewekwa data center hiyo mpya. Umeme unaotumika kwenye hilo eneo
utakuwa ni sawa na umeme ambao tunauzalisha kwenye bwawa letu kubwa kabisa la Mwalimu Nyerere ambalo linazalisha megawati 2000, na ndio umeme ambao utahitajika kuendesha hiyo data center ambayo inajengwa na Elon Musk. Kwa hiyo unaweza kuona kind of investment ambayo inaenda kuwekeza kwenye AI. Lakini vile vile kule India Microsoft wametoa pesa nyingi sana kwa kisha wanapushi agenda ya artificial intelligence, na pia nimeweza kuiandika kwenye article zangu hapo, unaweza ukapitia na ukapata picha ni kwamba direction ambayo tunaenda nayo ikoje. Na uzuri wa AI, ya ubaya wa AI ni kwamba una affect kila eneo, iwe ni mkulima. Lakini kwenye upande wa afya ndio kuna regulation nyingi na rules nyingi ambazo zinafanya sekta ya afya pia kutumika, lakini pia kwa uangalifu zaidi. Na kuna baadhi ya maeneo nchi kabisa zime restrict kabisa kutumia AI, kwa mfano kwenda kwenye kufanya prescription, na hata ukiuliza kwenye ChatGPT na wherever huwa inakwambia ni vizuri ukamuona daktari, lakini inakupatia some suggestion. Kwa hiyo hili hapa linaweza likatumika, lakini pia na sheria lazima ziwe in place ili kuruhusu kwamba hili jambo likatumika ndivyo sivyo. Kwa hiyo kuna mambo kama hayo ambayo pia yanaendelea kwenye sekta ya afya, lakini kuna application nyingi ambazo zinatumika za AI kwenye masuala ya afya na ambazo zinaleta matokeo makubwa sana. Unaweza uka find out hapo. Kwa hiyo unakuta hii AI inatumika kwenye nani. Nimesikia kwamba kuna muziki ambayo inatengenezwa na AI na hizi tracks zinafanya vizuri sana. Kwa hiyo pia na kwenyewe hakuko salama. Kwa hiyo lakini kama una learn kujifunza AI, hata kama ni mwanamuziki, hata kama ni mwanasheria, yote hayo yanaingia kwenye AI na yanawezekana. Kwa hiyo ukikaa pembeni, ukikaa kwenye sideline, unaweza usitake advantage ya nini ambacho AI inafanya. Kwa hiyo ni baadhi ya mifano ambayo ninadhani kwamba AI inatumika. Ukija upande wa developer, there are a lot ambazo zimekwisha kufanyika, vitu vingi ambavyo vinafanyika kwenye automation ya AI, testing, lakini pia hata kuandika kodi yenyewe. With the proper guidance unaweza ukapata kitu kikubwa kwa haraka. Lakini pia imagine pia kama kuna developer 10, lakini wewe mtu mmoja ukiweza kuitumia vizuri AI, ni sana manpower ya watu 10. Kwa tutapunguza watu wengine, tubaki na mtu mmoja ambaye anaifahamu kuitumia vizuri AI na kuzalisha matokeo pengine zaidi ya wale watu 10 ambao tunakuwa tumewahaya. Kwa hiyo hii ndo impact ambayo tunaizungumza hapa. Lakini kama ukialign vizuri, ukifahamu vizuri, means unaweza ukaleta matokeo makubwa ambayo AI inaweza ikayazalisha kwenye matumizi ya AI pamoja na advantage ambazo zinakuja kwake. Kwa hiyo yapo mambo mengi sana ya kuyazungumza kuhusiana na AI, lakini article hii ilikuwa ina lengo la kuhakikisha kwamba tusiwe na moyo wa kujivutavuta. Ngoja kwa mfano nikusomea hapa mwisho, kuna kitu kizuri nilikuwa nimeandika. Nimesema acha kujitafutia faraja. Kwa hiyo usitafute faraja kutokana na mazingira haya ambayo tulionayo, lakini anza kufikiri kwa kina kuhusu jinsi gani ya kujiweka mbele ya wakati. Hilo ni jambo muhimu sana. Kwa hiyo ukikaa unajifariji kwamba AI will not replace me, I'm too special, you will be in a big trouble. Kwa usikae pembeni ukitarajia kuwa ni wimbi hili litapita. Hapana, hili wimbi limevuma na upepo wake ni mkali sana, na sidhani kama litasimama leo au kesho, kutokana na investment na direction ambayo kila mtu anaizungumza na anataka iwe sehemu ya utendaji kadi. Faida za AI tayari watu washaanza kuziambulia. Sasa vipi kama wewe utabaki nyuma? Kwa unavyosema wimbi, kumbe direction inazidi kwenda mbele zaidi. Ingia uwanjani, jifunze zana hizi na ujiandae kwa hali hii mpya ya kawaida. Kwa hiyo ni hali mpya ya kawaida ambayo unatakiwa kujifunza. Mambo ni mazuri sana, na naamini utapita pale Medium au ukiingia LinkedIn unaweza ukaangalia namna gani ambavyo nimeandika hiyo article, na kuna baadhi ya vitu ambavyo nimevizungumza in detail bado hujavipata kwenye summary hii ambayo nimekupitisha kwenye video hii. Big shout out kwa wewe ambaye utaingia, niachie hapo maoni yako nione namna gani ambavyo tunaweza tuka improve. Peace.